Mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Esther Matiko amesema kuwa falsafa ya maridhiano, mageuzi, upendo na ustahimilivu FOALAS inayosimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan haipaswi kutumiwa kama mwanya wa kuvuruga heshima ya taifa na kumdhalilisha rais. Akichangia hoja ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kwa mwaka wa fedha 2025-26, Mheshimiwa Matiko amesema kuwa huko nyuma licha ya viongozi wa upinzani kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, hawakuwahi kushuhudia vitendo vya dhiaka na matusi dhidi ya rais kama inavyoshuhudiwa sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii. Namnukuu, huko nyuma hatukuwahi kuona haya mambo yakitokea. Kwa nini yatokee sasa? Kuna jambo linafichwa. Mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mbowe aliwahi kukaa ndani kwa muda mrefu, lakini hatukuona aina hii ya dharau kwa rais. Mwisho wa kumnukuu. Ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuwachukulia hatua watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kumvunjia heshima rais na kuvuruga amani ya nchi kupitia majukwaa ya mitandao, ambao kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, mama alikuja na FOALAS. Tunajua kabisa mimi ni mpinzani. Huko nyuma tulikuwa tuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo. Tulikuwa tuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara. Lakini mama FOALAS yake watu wanafanya mikutano ya hadhara. Tanzania mtu unakuwa na freedom of express. Sisi sio mara ya kwanza, mimi nishaikuwa gerezani, sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupelekwa gerezani. Mheshimiwa Mbowe ameshakaa miezi 4 nikiwa naye tukatoka. Baadaye akaja akapewa tena akaenda gerezani kwa miezi 8 kwa treason. Hatukuona haya mambo yakitokea. So at a time lazima tujiulize kama nchi kuna kitu behind the carpet. Yani kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na FOALAS zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana. Lazima tuangalie. Leo tuna hii amani, tunaweza kuona kama tuko vizuri. Tukafanya kila tunachofanya. Tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao. Na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya, lakini Watanzania tunachukua tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi mko wapi? Kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyber bullying inafanywa na hao watu wa nje tunasema. Lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania. Where are we? Kwani tunaruhusu hii? Ni udhalilishaji, na unaweza kuona kama ni udhalilishaji kwa sababu mama, yani rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamume, hizi cyberbullying ambazo zingeweza kufanyika. Lazima tukatae. Tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki, mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondemu hili. Tushirikiane mambo ya ndani ya hapa, idara ya mawasiliano na kule Kenya, tuwakamate hawa jenzi wakuu. Lakini kuna klipu zingine ukisikiliza Mheshimiwa Naibu Spika, toneshi na Kiswahili ni Mtanzania. They are just hiding kwa ambao wanatokea Kenya. They are pretending wanamdhalilisha mama. Msitweze utu wa mtu. Sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu. Siwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza. Leave alone the president ambaye ndo amebeba nembo ya taifa letu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante.